Tumsifu Yesu Kristo. Masiha amezaliwa. Haleluya, haleluya. Masiha amezaliwa. Haleluya. Masiha amezaliwa. Haleluya. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunatafakari Yesu Kristo, zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Tumekuwa katika safari ya majilio kwa Dominika 4 tukitafakari habari za Masiha, tukitafakari habari za ujio wa Mungu nafsi ya pili, Mungu kweli na mtu kweli. Na leo tunatafakari juu ya umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini umwilisho huo tunauchukua kama zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Yesu anatupa sisi tuweze kupokea thamani kubwa sana kutoka kwa Mungu Baba, ambaye andiko kuu ambalo linatuongoza katika tafakari ya zawadi hii kubwa ya Mungu kwa ulimwengu ni maneno ambayo tumeyasikia kwa malaika katika Injili hii ya Luka sura ya 2 hasa aya ya 10 mpaka ya 11. Malaika anawaambia wachungaji, msiogope, kwa maana tazama, na wahubiria nimewaletea habari njema ya furaha, tena ni furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo amezaliwa kwenu katika mji wa Daudi Mwokozi, aliye Kristo na Bwana. Mwokozi aliye Masiha na Bwana. Mwokozi aliye mpakwa mafuta na Bwana. Huyu ndiye ambaye amezaliwa kati yetu. Ni habari njema kutoka kwa malaika. Katika tukio hili la muhimu sana katika historia ya wokovu wetu, ambayo manabii waliagua, manabii walitabiri kwamba siku zaja ambapo Mungu atamtuma mwanaye Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu atakuja kukaa katika mazingira yetu. Mungu atakuja kukaa katika asili ya ubinadamu, ingawa atabaki kuwa Mungu, lakini anachukua asili ya kibinadamu ili aweze kutukomboa. Malaika anawapa habari hawa wachungaji kuhusu kuzaliwa kwa Mwokozi. Malaika anatupa habari juu ya Masiha, kile ambacho kilitokea wakati wa utawala wa Kaisari Augusto, kwamba iandikwe orodha, wakati Kironio akiwa liwali wa Shamu. Ni tukio ambalo limetokea katika nyakati ambazo zinajulikana kabisa katika historia ya ulimwengu. Malaika anawapa habari, malaika anawapa habari wachungaji, malaika anatupasha habari sisi. Ndugu zangu, tafakari mambo matatu siku ya leo katika umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo: uwepo wa malaika, uwepo wa wanyama na uwepo wa binadamu. Alikuwepo Yosefu, alikuwepo mama Bikira Maria, walikuwepo wachungaji walioshuhudia kuzaliwa kwa Masiha. Malaika kama wajumbe wa ufunuo wa Mungu. Malaika wamekuwa wakitumiwa na Mungu kufikisha ujumbe, kufikisha mipango ya Mungu kwa mwanadamu.
Tunakumbuka malaika Gabrieli alimtangazia Maria mpango wa Mungu katika maisha yake. Malaika Gabrieli alimtangazia Maria kwamba Mungu ana mpango na wewe, na Maria akasema ndiyo, mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kama ulivyosema. Lakini malaika katika kukamilisha mpango huu alimtokea Yosefu katika ndoto, akamweleza kuhusu ujauzito wa mama Bikira Maria. Na Yosefu alipoamka akatii sauti ya Mungu kupitia malaika. Kumbe malaika wamekuwa wajumbe wa ufunuo wa Mungu katika historia ya mwanadamu. Kuzaliwa kwa Yesu ni tukio ambalo lilipangwa na Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe alipanga kuzaliwa kwa Masiha nyakati ambapo zitakapotimia. Mungu hufunua mpango wake kwa njia anazozipenda. Malaika ni sehemu ya ufunuo wa kimungu. Lakini katika tukio hili la kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, uwepo wa malaika unathibitisha umungu wa Yesu. Malaika walitangaza kwamba leo amezaliwa kwenu Mwokozi. Yesu hakuwa mtoto wa kawaida. Hakuwa mtoto wa kawaida. Yeye alikuwa ni mtoto, lakini ni Mwokozi. Huyu alikuwa ni Mwokozi na ni mwana wa Mungu. Hakuwa mtoto wa kawaida. Kumbe uwepo wa malaika unathibitisha umungu wa Yesu. Uwepo wa malaika tunaona unaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya mbingu na dunia, kati ya Mungu na mwanadamu. Kumbe kuzaliwa kwa Yesu ni fumbo la wokovu ambalo linaunganisha mbingu na dunia. Tumesikia habari za malaika. Malaika kama walimu wa ibada na sifa. Hawa ndio wanatuanzishia ibada ya kwanza, adhimisho la kwanza mbele ya Masiha ambaye amezaliwa. Na hawa malaika wanaimba utukufu kwa Mungu juu. Tumeimba mwanzoni mwa ibada, tukampokea mtoto Yesu, tukamweka pangoni. Huo wimbo ambao tumeuimba kwa furaha, ndelemo na vifijo na amani tele. Waimbaji wa kwanza walikuwa ni malaika, na sisi tumeungana na malaika katika kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Kristo katika ulimwengu. Hawa malaika wametuanzishia wimbo, na huwa tunawimba mara nyingi katika adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kumbe hawa malaika kama walimu wa ibada na sifa wanatufundisha kwamba Kristo ni Mungu, anahitaji utukufu na sifa. Na malaika wanatuonyesha kwamba katika kuzaliwa Kristo mbinguni palikuwa na furaha kubwa kwa sababu ya wokovu ambao umeanzishwa kwa wanadamu. Mbinguni malaika walifurahi. Ndio maana kwa kuzaliwa Kristo malaika waliimba utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani iwepo duniani, kwa sababu mchakato wa wokovu kwa mwanadamu umeanza. Mungu ameanzisha mchakato wa kumwokoa mwanadamu. Kumbe tunaalikwa kushiriki ibada zetu kwa furaha, kwa upendo, kwa amani kama malaika walivyofanya. Lakini malaika ni watangazaji wa Injili.
watangazaji wa Injili, watangazaji wa habari njema, wanasema amani kati ya Mungu na mwanadamu, amani duniani kwa watu wote aliopendezwa nao huyu Mwenyezi Mungu. Habari ya kwanza ya kuzaliwa Yesu ilitangazwa na malaika kwa wachungaji. Hii ni habari njema inayotoka kwa Mungu na inapaswa kutangazwa kwa wote. Wachungaji walitangaziwa habari njema, wakaenda kuitangaza. Nasi tunatangaziwa habari njema ya kuzaliwa kwa Masiha, tunapaswa kwenda kuitangaza kwa maisha yetu, kwa matendo yetu, kwa maneno yetu. Kumbe malaika wanakuwa watangazaji wa habari njema, watangazaji wa Injili. Injili ni habari njema inayotoka kwa Mungu na inapaswa kutangazwa kwa watu wote. Malaika wamekuwa ni ulinzi na uongozi wa Mwenyezi Mungu. Malaika ndio tasikia ambao walimtokea Yosefu katika ndoto. Tumeona katika igizo Herode alivyodanganywa na wale mamajusi. Malaika amemtokea Yosefu katika ndoto, akamwambia mpeleke Yesu Misri, kwa sababu Herode alikuwa na nia mbaya na huyu Masiha. Malaika wamekuwa ni ulinzi na uongozi wa Mungu. Malaika ambao daima sisi wanatulinda na sisi tunapaswa kuwalinda watu wengine. Tunapaswa kuwalinda na kuwaweka salama watu wengine ili tuweze kuwa na sifa hizi za malaika. Kumbe Mungu huulinda wokovu wa wanadamu kwa kutumia malaika kama vyombo vya ulinzi na mwongozo. Mungu katika mpango wake hauwezi kuzuiliwa. Mipango ya Mungu katika maisha haiwezi kuzuiliwa. Mpango wa Mungu katika wokovu haukuweza kuzuiliwa na Herode. Mpango wa Mungu katika maisha yetu hauwezi kuzuiliwa na mtu. Kama Mungu amepanga wewe uwe nani, wewe ufanye nini, wewe utakwenda wapi, mpango wa Mungu hauwezi kuzuiliwa na mipango ya wanadamu. Kumbe malaika wamekuwa ni ulinzi na uongozi wa Mungu. Kwa njia ya malaika tunaona kwamba Mungu anawajali wanyonge. Malaika wanaotokea wachungaji, watu wa kawaida, watu ambao hawana sifa kubwa katika jamii, lakini wanakuwa wa kwanza kupokea ujumbe wa kuzaliwa Masiha, habari za wokovu kwa watu wote. Hawa wachungaji wanakuwa wa kwanza. Ndugu zangu katika Kristo, katika kutafakari uwepo huo wa malaika katika siku ya leo, tunapoadhimisha hii zawadi ya Mungu kwa ulimwengu, kuzaliwa Masiha, kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, pia tunatafakari kuhusu uwepo wa wanyama katika tukio hilo la kuzaliwa Kristo. Tumeona katika igizo, tumesikia katika Injili kwamba hawa wazazi wa Masiha, Yosefu na Maria, wamekuwa wakitafuta wapi pa kujisitiri, lakini wameenda nyumba ya kwanza wamekosa, nyumba ya pili wamekosa, nyumba ya tatu wamekosa, wakaenda kujibanza katika pango, sehemu dhaifu ambapo wachungaji wametunza mifugo yao. Wao wameenda kule na kazi na mpango wa Mungu ukakamilika katika mazingira yale. Uwepo wa wanyama hawa wa kawaida tumeambiwa kwamba ni ng'ombe walikuwepo, kondoo walikuwepo, mbuzi walikuwepo, lakini katika mazingira hayo mwana kondoo wa Mungu anazaliwa. Katika mazingira ya wanyama wa kawaida mwana kondoo wa Mungu anazaliwa. Yesu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu
kuzaliwa kwake na wanyama, hayo ni mazingira ya sadaka. Tunakumbuka kwamba Yesu huyu ndiye dhabihu kamili kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Sio kama hao wanyama ambao wamekutwa katika pango, sio kama wanyama ambao wametunzwa na wachungaji, sio kama wanyama wa kawaida. Yeye ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, ambaye ndiye dhabihu kamili kwa ajili ya ulimwengu. Huyu aliyezaliwa leo ni dhabihu kamili kwa ajili ya ulimwengu. Amezaliwa katika hori tupu. Amezaliwa katika hori tupu la kulishia ng'ombe, la kulishia wanyama. Akazaliwa hapo. Kumbe katika adhimisho hili la Noeli, usiku huu mtakatifu kabisa, ambapo tunatafakari juu ya umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaalikwa kutafakari utupu wa mioyo yetu, ambao utupu huu wa mioyo yetu unapaswa kumpa Kristo nafasi azaliwe. Huyu mwana kondoo wa Mungu, huyu mwana kondoo wa Mungu akute mioyo yetu iwe wazi, mioyo yetu iwe tupu, ili aweze kuzaliwa. Lakini mwana kondoo huyu wa Mungu ambaye anazaliwa katika mji wa Betlehemu, mji wa Betlehemu ambaye maana yake Betlehemu ni nyumba ya mkate. Betlehemu ni nyumba ya mkate. Huyu Kristu mwana kondoo wa Mungu ndiye mkate wa uzima. Sio mikate ya kawaida, sio mikate ambayo Wayahudi walikuwa wameizoea. Kazaliwa Betlehemu, nyumba ya mkate. Huyu ambaye ni mkate wa uzima. Katika ibada tunamkomunika Kristu, tunampokea Kristu, mkate wa uzima. Mioyo yetu inakuwa Betlehemu iliyo tayari kumpokea Kristu ambaye ni mkate wa uzima. Mioyo yetu tunaiandaa kumpokea huyu mkate wa uzima? Ni jambo la kujiuliza katika maisha yetu sisi wa Kristo. Mioyo yetu tunaiweka kama hori tupu ili mwana kondoo wa Mungu azaliwe katika hori tupu? Mioyo yetu tunaiweka katika mazingira kama ya Betlehemu, nyumba ya mkate, ili huu mkate wa uzima uweze kupata nafasi? Kumbe tumekuwa na kipindi cha Majilio, kipindi ambacho kimekuwa ni kwa ajili ya maandalizi ya kumpokea mwana kondoo wa Mungu. Kipindi cha Majilio kimekuwa ni maandalizi ya kupokea huu mkate wa uzima. Mioyo yetu daima inapaswa kuwa hori tupu ili iweze kumpokea mwana kondoo wa Mungu, lakini mioyo yetu inapaswa kuwa Betlehemu ya kiroho ili iweze kupokea mkate wa uzima. Yesu ni mkate wa uzima. Roho zetu, mioyo yetu ni hori tupu, mioyo yetu ni Betlehemu tupu ambayo iko tayari kumpokea Kristo. Ndugu zangu, katika maisha yetu ya kawaida, basi tuweze kutafakari, kuna kitu gani ambacho kimekaa katika moyo wangu kinashindwa kuwa hori tupu ili kuweza kumpokea mwana kondoo wa Mungu? Ni kitu gani ambacho kimekaa katika moyo wangu kushindwa kuwa Betlehemu tupu iweze kupokea mkate wa uzima? Tuweze kusafisha Betlehemu za mioyo yetu, tuweze kujenga mazingira salama ya hori katika mioyo yetu ili Kristu aweze kuzaliwa. Lakini katika mazingira hayo ya wanyama na wachungaji, tunaona kwamba Mungu anaweza kutumia mazingira ya kawaida kufunua utukufu wake. Mazingira ya kawaida kabisa kufunua utukufu wake. Mahali palipoonekana pa kawaida pamoja na wanyama paligeuka kuwa mahali patakatifu. Mahali ambapo paonekana pa kawaida kabisa kwamba kule wanakaa watu ambao hawana thamani, wale wachungaji,
lakini sehemu hiyo inathaminishwa, inakuwa yenye thamani kubwa sana, kwa sababu huko ndiko ambapo Mungu anachagua azaliwe katika mazingira hayo. Usidharau hali yako ya sasa, wala usiogope, hata kama imedharauliwa namna gani, hata kama umejidharau namna gani, hata kama watu wamepabeza namna gani, lakini Mungu bado ana mpango na wewe. Mungu bado ana mpango na mahali hapo. Mungu bado ana mpango ili mpango wake uweze kukamilika kupitia maisha yako. Kumbe usidharau hali yako ya sasa, kwani Mungu anaweza kufunua utukufu wake mahali popote. Kikubwa ni kuwa tayari kumpokea. Kikubwa ni kuwa tayari kujenga mazingira ambayo kwamba nasema sasa, Mungu, niko tayari kupokea. Iwe katika maisha ya familia, iwe katika maisha ya ndoa, iwe katika mazingira yoyote yale, Mungu ana mpango na wewe, na katika mazingira hayo hayo Mungu anaweza kufunua utukufu wake kwa wakati wake. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe Noeli, Christmas ni mojawapo ya siku muhimu sana katika historia ya wokovu wetu. Ni siku inayoadhimishwa sana duniani kote. Kuna mapambo, kuna zawadi, kuna vyakula, kuna sherehe. Swali la msingi, je, Christmas ina maana gani kwangu mimi Mkristo? Baada ya kuona mazingira ya uwepo wa malaika, baada ya kuona mazingira ya uwepo wa wanyama, lakini mimi Christmas ina maana gani katika maisha yangu? Christmas si sherehe tu, bali ni ujumbe wa wokovu. Christmas ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu, mwana wa Mungu aliyekuja duniani kumwokoa mwanadamu. Mwana wa Mungu aliyekuja duniani kuniokoa mimi. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 1 aya 21, anasema kwamba naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Yesu alizaliwa kwa ajili ya wokovu, sio kwa ajili ya fahari, bali kwa ajili ya wokovu. Hakuzaliwa ili yeye apate sifa, ila alizaliwa ili sisi tupate utakatifu. Na maadhimisho yote ambayo yanatendeka, yanayofanyika kuhusu Kristo, kuhusu Mungu, wala sifa hizo hazimzidishii chochote yeye, bali sisi tunajipatia utakatifu. Yesu alizaliwa kwa unyenyekevu, pamoja na umungu wake, lakini alikuwa mnyenyekevu. Akachukua hali ya kibinadamu, akazaliwa katika mazingira ya kibinadamu. Akamzaa mwanawe mzaliwa wa kwanza, akamlaza horini. Hali ya unyenyekevu. Mungu hapendezwi na majivuno. Mungu hufanya kazi katika kupitia unyenyekevu. Mungu angeamua kuzaliwa popote, Mungu angeamua kuzaliwa katika hizo nyumba za wageni, angeweza, lakini alichagua yeye mwenyewe kuzaliwa katika mazingira ya unyenyekevu, mazingira ya kawaida kabisa. Ndugu zangu, Mkristo wa Christmas ya kweli ni mnyenyekevu kama Kristo. Ni mnyenyekevu kama Kristo. Ingawa Kristo alikuwa ni Mungu, lakini alinyenyekeza katika hali ya kibinadamu. Mafanikio
yasitupe kiburi. Vipaji visitupe kiburi. Kupanda cheo kusikupe kiburi. Kupanda mshahara kusikupe kiburi. Ukaanza kudharau mke wako kwa sababu umepandishwa mshahara, ukaanza kumdharau mume wako kwa sababu umepandishwa mshahara, ukaanza kudharau familia kwa sababu umepandishwa mshahara. Tujifunze unyenyekevu. Huyu Masiha ni Mungu, lakini pamoja na kuchukua hali ya kibinadamu katika unyenyekevu, alizaliwa katika mazingira ya kawaida kabisa. Tena mazingira ambayo ni duni, ambayo wengi tunaweza tukayadharau, lakini Kristo amezaliwa huko. Na malaika anawaambia hawa wachungaji, mtamkuta mtoto amevishwa nguo za kitoto. Na Maria alipomzaa mtoto Yesu, huyu mzaliwa wa kwanza, akamvika nguo za kitoto, akamlaza horini. Ni siku ya kuwatunza watoto. Akamlaza horini, alimuweka sehemu salama ya kumtunza mtoto. Siku ya leo tafakari nafasi za watoto, namna gani tunaishi nao. Lakini huyu Mariamu naambiwa kwamba huyu mtoto wake wa kwanza akifungua mimba akamvika nguo za kitoto. Sisi watoto tunawavika nguo gani? Za kitoto, za watu wazima? Basi tafakari kwamba Mama Maria akamvika nguo za kitoto huyu mtoto wake wa kwanza. Na sisi kama wazazi, kama walezi, basi tuhakikishe watoto wanavaa nguo za kitoto, wanaangalia movie za kitoto, wanasikiliza stori za kitoto, tuwape maongezi ya kitoto. Sasa unaweza kukuta watoto wanavaa nguo sio za kitoto, wanaangalia filamu sio za kitoto, wanasikiliza maongezi sio ya kitoto, wanaenda mazingira sio ya kitoto. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mazingira mengine ambayo tunaona kwamba wanaandika kadi kwamba tunawakaribisha watoto, tunawapenda, lakini watoto tunawapenda lakini, basi watoto tunawapenda lakini hawaruhusiwi. Maana yake tunawajengea mazingira ya kitoto. Basi vivyo hivyo tuende katika mazingira yote, tuangalie katika TV wanaangalia movie za kitoto au za watu wazima. Tunawapa maongezi ya kitoto au ya watu wazima? Ya watu wazima. Basi tuwalee na kuwapenda watoto wetu kama Mama Bikira Maria alivyomvika mtoto wake mavazi ya kitoto. Basi awe mfano kwetu na awe shule kwetu sisi wazazi na walezi. Tuwajengee watoto wetu mazingira ya kitoto, shule za kitoto, maongezi ya kitoto, mavazi ya kitoto, movie za kitoto, michezo ya kitoto, kila kitu cha kitoto kadiri ya umri wao. Nje ya hapo tutawapoteza na tutakuwa hatuwapendi, tutawapoteza na tutakuwa tumewanyanyasa. Ndugu zangu, tunapotafakari zawadi kubwa katika ulimwengu, Christmas ni ujumbe wa upendo wa Mungu. Yesu ambaye ni zawadi kubwa kuliko zote. Ukisoma Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16, naambiwa kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanaye wa pekee. Akamtoa mwanaye wa pekee. Ni zawadi kubwa kuliko zote.
Mungu leo ametupa zawadi kubwa kuliko zote, kwa akamtoa hata mwanaye wa pekee. Kumbe siku ya Krismas ni siku ya kupeana zawadi, kupongezana, kufurahi, kutafakari uwepo wa Kristo katika maisha yetu. Lakini Krismas, Noeli, itafakarishe ni kwa namna gani sisi tunaweza kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Kama Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, basi iwe kwamba jinsi baba alivyoipenda familia, jinsi mama alivyoipenda familia, jinsi watoto walivyoupenda familia, jinsi watoto walivyowapenda wazazi, hata wakakubali kutoa zawadi iliyo kubwa kabisa, zawadi ya pekee kwa ajili yao. Kristo yupo katika maisha yetu. Kristo amezaliwa katika maisha yetu, yeye ambaye ametolewa na Mungu mwenyewe awe sadaka kwa ajili yetu. Mungu anatupenda sana. Upendo wake ni wa vitendo, sio wa maneno tu, kwamba alichokuwa ameahidi kwa njia ya manabii kwamba atamtuma Mwokozi, atamtuma Masiha kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kimekamilika. Alitoa kilicho cha thamani. Upendo wa kweli hutoa, lakini sio kusubiri kupokea. Upendo wa kweli hutoa, hauchukui. Upendo wa kweli ni kukubali kutoa sadaka kwa ajili ya mwingine. Mungu amekubali kumtoa mwanaye kwa ajili ya mwanadamu, kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Kumbe upendo wa kweli hutoa na sio kuchukua au kupokea. Katika adhimisho la Krismas, katika adhimisho la Noeli, tuone adhimisho hili sio la anasa, bali ni wokovu. Leo wengi wanaadhimisha Krismas kuwa na sherehe. Tusifanye Krismas iwe sehemu ya anasa, bali iwe sehemu ya wokovu, kwa sababu malaika alitangaza Mwokozi amezaliwa. Anasa tuziweke pembeni, magomvi tuyaweke pembeni. Krismas isiwe sababu ya karaha, bali iwe sababu ya raha na furaha. Tukisherekea basi tusherekee katika Kristo, lakini tusiposherekea kwa mbwembwe na vifijo, tusisherekee huku tukimshukuru Kristo. Kila kitu kifanyike katika utukufu wa Mungu. Krismasi ya kweli ni Krismasi ya moyoni. Kristo anataka kuzaliwa katika moyo wangu. Kristo anataka kuzaliwa katika moyo wako. Kristo anataka kutawala maisha yetu. Kristo anataka kuonekana kwenye tabia zetu za maisha. Kristo anataka kuonekana katika maisha ya kila siku. Kumbe wapendwa ndugu zangu, Krismasi ya kweli ni siku moja, lakini tunapaswa kila siku iwe Krismas katika maisha yetu. Kama ikiwa Yesu anaishi ndani mwetu, maisha yetu yanakuwa Krismas. Ikiwa upande wake unaonekana kwetu, maisha yetu yanakuwa Krismas. Ikiwa tunaishi kulingana na mapenzi yake, maisha yetu yanakuwa ni Krismas. Yesu asibaki kwenye mapambo tu. Yesu abaki katika maisha yetu, Yesu aonekane katika maisha yetu, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyesema kwamba nimekuja ili uwe na uzima. Amekuja ili sisi tuweze kupata uzima. Kumbe Yesu Kristo ni zawadi ya kweli ya Krismas ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kwa ajili ya wokovu wetu. Krismas tuichukue katika maisha yetu, na sisi tuwe wajumbe wazuri wa Krismas katika maisha yetu ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo.